Karibu kwenye habari za ulimwengu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameonyesha tena uwezo wa kijeshi wa taifa lake baada ya kusimamia jaribio la mfumo mpya wa makombora unaoweza kubeba silaha za nyuklia za kiwango cha taktiko. Hatua hiyo imeongeza wasiwasi mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, wakati mvutano wa kijeshi ukiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini, jaribio hilo lilifanywa kama sehemu ya mazoezi ya kuimarisha uwezo wa jeshi kushambulia malengo ya kijeshi kwa haraka katika hali ya vita. Serikali ya Pyongyang imesema kuwa mfumo huo wa silaha umeundwa kutoa mashambulizi makubwa kwa muda mfupi. Silaha za nyuklia za taktiko hutofautiana na zile kubwa za kimkakati kwa sababu mara nyingi hutumika katika uwanja wa kivita dhidi ya malengo ya kijeshi badala ya mashambulizi makubwa dhidi ya miji. Hata hivyo, wataalamu wanasema bado zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa na athari za muda mrefu. Jaribio hilo limefanyika wakati Marekani na Korea Kusini wakiendelea kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi katika eneo hilo. Korea Kaskazini mara nyingi imekuwa ikipinga mazoezi hayo, ikisema ni maandalizi ya uvamizi dhidi yake. Katika taarifa yake, serikali ya Pyongyang imesisitiza kuwa majaribio ya silaha ni hatua ya kujilinda dhidi ya kile wanachokiita vitisho kutoka kwa Marekani na washirika wake. Kim Jong-un ameahidi kuendelea kuimarisha uwezo wa kijeshi wa taifa hilo. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa katika nchi jirani kama Japani na Korea Kusini, ambazo zimekuwa zikifuatilia kwa karibu kila jaribio la silaha linalofanywa na Korea Kaskazini. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanasema kuwa majaribio ya silaha za aina hii yanaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo, hasa wakati tayari dunia inakabiliwa na migogoro mingine ya kijeshi katika maeneo tofauti. Kwa miaka mingi sasa, Korea Kaskazini imekuwa ikiwekeza kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya makombora na teknolojia za nyuklia, jambo ambalo limeifanya kuwa moja ya nchi zinazofuatiliwa kwa karibu katika masuala ya usalama wa dunia. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa majaribio haya pia ni ujumbe wa kisiasa kwa mataifa makubwa, kuonyesha kuwa Korea Kaskazini inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kujilinda dhidi ya adui yoyote. Hali hii inaendelea kuongeza hofu katika jumuiya ya kimataifa kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mashindano ya silaha katika eneo la Asia Mashariki, hasa wakati mataifa makubwa yakiongeza uwepo wao wa kijeshi katika eneo hilo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.